Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa tawi mwenyeji wa mkutano huu, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa kata hii Bi Esther Uswege, mwalimu wangu huyu amenifundisha shule. Watu wengi wamekuja hapa wanaizungumzia tarehe 29. Miongoni mwa maswali ambayo Esther Uswege wakati ananifundisha shuleni alikuwa ananiuliza swali linalohusiana na dola. Dola ndo nini? Alafu mimi najibu. Mwanzo nilikuwa nakosa, alafu baadaye nikawa napata. Tarehe 29 iliyozungumzwa hapa ndio swali ambalo ulikuwa unaniuliza shuleni, na ndio nilikuwa najibu kwamba tunakwenda kutengeneza dola ya Tanzania. Tunapozungumzia dola ya Tanzania tarehe 29 Oktoba, tafsiri yake kuna mihimili mitatu ndani ya taifa hili. Muhimili wa kwanza ni mahakama ambayo ipo hata sasa hivi ipo. Muhimili wa pili ni serikali kuu ambaye inaongozwa na amiri jeshi mkuu wa Tanzania ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka sasa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Muhimili wa tatu ni bunge ambalo kwa mujibu wa sheria limesitishwa kufanya kazi zake. Tarehe 29 ambayo imezungumzwa hapa, tunakwenda kutengeneza vitu viwili, kukamilisha vitatu ili tuwe na dola sahihi tuongoze ndani ya taifa letu. Siku hiyo mnaposema tunatiki, si mchezo wa kuigiza. Maana yake mnaenda kutengeneza dola ya mihimili miwili, serikali kuu pamoja na bunge. DJ, kuna wimbo mmoja wa Mbosso anasema amemaliza kurasa nyingi kumsifia, sio anamsifia na uweke vizuri. Huwa naupenda sana kucheza, na mimi najua kucheza, nitaonyesha leo jinsi ya kucheza. Kwa hiyo nikikwambia uweke wewe utauweka. Wewe uandae huo wimbo. Kwa hiyo nimesema hiyo mihimili miwili ambayo yenyewe ni tarehe 29 ya mwezi wa 10. Anapotokea mtu akakwambia usiende Dodoma fanya maandamano, maana yake kwa mujibu wa sheria ya nchi hii anakuziwia usiende kutekeleza haki yako ya msingi ya kikatiba. Uchaguzi wa mwisho wa kuweka serikali kuu bunge ulifanyika 2020. Rais wa nchi hii alikuwa Daktari Joseph Pombe Magufuli. Baada ya mwaka mmoja ametangulia mbele ya haki. Kweli sio kweli? Daktari Samia Suluhu Hassan wakati huo alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 2020 alikuwa mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi. Aliyekula kiapo wakati huo ni John Pombe Joseph Magufuli cha urais. Akailinda katiba ya nchi hii, akatangulia mbele ya haki. Wakati anafariki John Pombe, Mama Samia alikuwa ziara Tanga kama makamu wa rais wa nchi hii, na hakula kiapo cha urais. Alikula kiapo cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alipofariki mzee Pombe Magufuli, marais wengine, marafiki zetu wanataka kuja kuzika. Taifa linalia, Watanzania wanalia kifo cha John Pombe Magufuli, na Mama Samia alikuwa analia. Kwa hiyo Tanzania wote tulikuwa tunalia kumlilia rais wetu tuliyemchagua
ametangulia mbele ya haki. Mama Samia akaitwa kutoka Tanga, warudi, rais wa nchi amefariki. Sote wa Tanzania tulikuwa tunalia. Mama Samia, mkumbuke, ni mtoto wa kike. Tafsiri yake anaweza akawa analia sana kuliko mie mwanaume. Alikuwa analia nini? Atawafanyaje wa Tanzania sio chini ya milioni 50? Lakini akaambiwa pamoja na kulia kwako haisaidii, lisaidie taifa hili. Nenda ukale kiapo cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria. Mama Samia alikubali. Alikubali kwa upendo wa kuwapenda wa Tanzania. Analipenda taifa lake. Ni mzalendo wa kweli na Mtanzania wa kweli. Wakati anakula kiapo cha urais wa nchi hii, kile cha makamu wa kwanza wa rais, mgombea mwenza, alikuwa nacho yeye. Kwa wakati mmoja Mama Samia alikuwa na nafasi mbili. Amekula kiapo cha makamu wa rais, na wakati huo amekula kiapo cha nini? Cha urais. Inawezekana ndio Mtanzania wa kwanza aliyeshika nafasi mbili kubwa kwa wakati mmoja. Haiwezekani marais wengine wanakuja wawe wanapokelewa na makamu wa rais. Lazima tumpate rais ili tumzike John Pombe Magufuli. Tukupigie makofi Mama Samia. Huyo ndio leo tunasimama tunasema tumpe mitano mingine. Wakati anakula kiapo hiko amekabidhiwa vitu viwili. Kwanza alikuwa mgombea wa nafasi ya makamu wa rais kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kitu cha kwanza anakabidhiwa Chama cha Mapinduzi kama mwenyekiti wake. Chama kikubwa cha ukombozi wa Afrika na taifa hili, anakabidhiwa mtoto wa kike. Anakubali. Kitu cha pili, anakabidhiwa Tanzania yenye amani na miradi mingi ambayo yeye kwa mara ya kwanza hakwenda kuchukua fomu ya kuomba urais wa nchi hii. Wapo wagombea wengi wa nafasi ya urais wanafanana nayo, lakini hawana sifa za kuwa rais wa Jamhuri wa Tanzania. Mwenye sifa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Wengine wanafanana nayo tu, wanapiga nayo picha na wanabandika, lakini mzalendo wa kweli ni Samia Suluhu Hassan. 2019, 2021, taifa la Tanzania tuliingia kwenye changamoto ya corona. Ilifika wakati shule zilifungwa, ofisi zimefungwa, watu hatuendi maofisini. Msongamano kama huu ilikuwa ni shida. Samia Suluhu Hassan, mtoto wa kike, akasema ipo chanjo ya kujikinga na corona. Kulikuwa kuna uwezekano mkubwa wa kutumia vyombo vya habari, maredio, kuhamasisha Watanzania ili waende wakapate chanjo ya corona. Mwanamama yule kwa ujasiri mkubwa, yeye ndo alikuwa wa kwanza kuwekwa chanjo kwenye mwili wake, ambayo ilikuwa na maneno mengi. Sijui unakuwa zombi, sijui unakuwa nani, maneno mengi. Lakini Mama Samia alikubali afe yeye kwanza, alafu wa Tanzania wafuate. Akasema njoni munichome. Nani kama Mama Samia? Hivi leo mnasema tuandamane kwa rais mwenye sifa hizo, tumkatae? Badala ya kuandamana kwenda kupiga kura tumchague, tumpe miaka 5, ndio rais anayetukana huyu? Watanzania tumefika huko. Tunamwenzi nini Mzee Karume? Tunamwenzi nini Mzee Nyerere?
Ndio naambia watu tarehe 29 wasiende kutekeleza majukumu yao ya kikatiba. Sasa ukitaka kujua amani ndani ya nchi hii, mimi nimesimama kwenye maiki hii, wanaweza wakaja viongozi wawili wa kiimani tofauti. Mkristo anaweza akashika maiki hii kuliombea dua taifa hili, na Muislamu anaweza akashika maiki hii kuomba dua kuliombea taifa hili. Inawezekana Tanzania peke yake, jukwaa moja kama hili, wanapanda viongozi wawili wa dini tofauti wanaliombea dua taifa lao. Inawezekana kabisa Afrika Mashariki, Tanzania peke yake. Ndio unakuta kamati ya amani, Wakristo na Waislamu na wasiokuwa na dini wanakaa meza moja kuzungumza juu ya taifa lao. Anatokea mtu anamtukana Samia Suluhu Hassan. Ndiye ule wimbo huko ambao usikumsifia anayemjua yeye. Mimi hapa sikumaliza hata ukurasa mmoja kumsifia Samia Suluhu Hassan. Ana sifa nyingi za kuzungumziwa. Ukitaka kuzungumzia bwawa la maji kule wapi, Utete, la umeme, SGR, ndege, vitu vingi, mimi sikumaliza kama Mbosso anavyosema. Akawa na wasiwasi la baba Sato hapo nini? Hapo mfungia. Mimi nimefunua ukurasa mmoja tu wasifu wa Mama Samia unatosha. Wangapi watampa kura Mama Samia mikono juu? Sisi moye. Bunge, nimesema huo ni muhimili mwingine. Na nimetaja wasifu wa Mama Samia kwa ufupi sana. Tarudi tena Azimio. Bunge, tunaye mgombea wa Chama cha Mapinduzi Mariam Kisangi. Kazi kubwa ya bunge ni kutunga sheria. Tunamhitaji mtu atakayekwenda bungeni asiende kutengeneza sheria zitakazokuja kutugombanisha baina ya dini hii na dini nyingine. Na mzungumzia Mariam Kisangi, tayari kuna muhimili mwingine wa kiserikali wa Samia Suluhu Hassan endapo Watanzania watamchagua kwa kura za kutosha. Ahadi ya Samia Suluhu anasema ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kwake ataanzisha mchakato wa katiba. Na nimesema kazi ya bunge ni kutunga sheria. Sheria mama ya nchi ni katiba, ambayo yenyewe itakwenda kutengenezwa bungeni. Leo anakuja mtu anasema nichagueni mie, naitwa Ponda Isa Ponda. Rais wako nani? Hivi tukupe ubunge, rais una? Niko nafuatilia hotuba yake moja. Anasema amefanya research. Kuna mashine ya maji Mtoni. Enzi ya ukoloni ilikuwa inagawa maji Temeke, Ikulu mpaka Kariakoo. Uhuru tumepata 61. 62 sensa ya kwanza 1962. Tanzania ilikuwa na watu milioni 9. Wao umefanya research leo ya kusema mashine ya maji ilikuwa inagawa Temeke, Kariakoo na Ikulu. Tanzania nzima kulikuwa na watu milioni 9. Temeke kulikuwa ngapi? Kwa nini hiyo mashine zisigawe maji Temeke yote na Kariakoo? Temeke pekee yake sasa hivi kuna watu milioni 2. Muongo! Kama mimi namwambia muongo. Anasema ukienda hospitali kuna mtu amefiwa na ndugu yake, inakwenda gharama na daiwa milioni 50. Muongo! Itukie CCM lakini usisingizie. Kama vile namwambia muongo, akiweza anishtaki afanye chochote, haina shida. Muongo! Huyo mtu anayedaiwa
milioni 50 alikuwa mgonjwa, anaumwa nini mpaka anafikia bili milioni 50? Wewe unakuja unaambia watu wa Temeke nipeni Ubungo, nimefanya research. Temeke unafanya research ya kugundua mashine ya maji Mtoni, wewe unaishi wapi? Sasa mashine ya maji ya Mtoni zinajulikana, tuna mtu yote. Tafsiri yake sio mwenyeji wa Temeke. Unafanya research kata 13. Unafika Ubungo. Mashine ya maji ndio kuja kuwadanganyia watu hiyo. Hatoshi. Tena ukiangalia ile karatasi yake ameandika Sheikh. Kwa imani Sheikh ni mtu ambaye anatakiwa awe na kauli thabiti. Hana kauli thabiti, muongo. Katika hilo hatoshi kuwa mbunge Temeke. Mariam Kisangi anatosha kuwa mbunge Temeke. Mariam Kisangi oye! Huo ni muhimili wa pili. Wa kwanza upo mahakama, serikali kuu Samia Suluhu Hassan, bunge Mariam Kisangi. Mimi na Mduni mkubwa na kubwa Mduni. Sasa mimi na Mduni mkubwa Mduni bado mzuri sura inang'aa. Mimi na mindevu kama hii. Mduni oye! Yaani mimi nishakuisha, nimezeka. Mmepata diwani kwa namna moja au nyingine. Nafsi yake ametayarika kuwashughulikia changamoto wa watu wa Azimio. Mimi nimefika hapa, nimeona Mduni anakimbia. Ana nguvu. Kuna wakati fulani hapa, kuna mtu alipewa lift kwenye gari akawa anataka kupigana honi na muhusu kweli. Kaka wangu Matogoro, yule wa nyumbani, jana naongea naye kwenye simu. Ndio Matogoro, hivi wewe una shida gani? Unataka kuadhimisha watu wa Azimio? Kuna wakati umepewa lift tu, umepata udiwani, basi unajiona una uhalali. Awe bana, ukifika pale useme chochote, mimi wacha safari na kalimaliza nao ni hatoshi kama mieni. Mduni ndo anatosha kuwa diwani. Tayari Mduni anaye mwakilishi wa ubunge ambaye atazungumza naye changamoto za watu wa Azimio. Mbunge wetu tayari anaye rais, mgombea wa nafasi ya urais. Wewe Matogoro, rais wako nani? Mgombea wako wa urais nani? Hivi wa Tanzania wenzangu, hili jambo linahitaji elimu ya chuo kikuu. Sisi moye. Abduli, kuna dakika karibu 8 hapa sasa. Na mimi nilikuwa nataka nipige maneno kweli kweli hapa. Bado moja. 2020 sasa bado moja. Nenda vipi? 2020 ulifanyika uchaguzi. John Pombe akawa rais. Akafariki. Lakini kabla ya hapo 15 ulifanyika uchaguzi. Kilichotokea, wale ambao walikuwa wamepata nafasi kupitia upinzani wakawaambia watu wote waliowapigia kura, nyie hamna maana, kwa nini mnatupigia sisi wapinzani? Chama cha kweli CCM. Walirudi au kurudi? Wakawa wanasema tunaunga mkono jitihada za rais aliyekuwepo madarakani Magufuli. Sio kweli. Walikuwa wanaunga mkono jitihada za Chama cha Mapinduzi katika kushughulikia changamoto za Watanzania kwa ujumla wake. Ndio chama pekee chenye ilani. Vyama vingine vyote hawana ilani. CCM oye! Ndugu kiti, wakati hii Azimio umenifundisha vitu vingi kwenye siasa. Nikianza kusema hapa, na mimi ninapopenda kusema na maiki hii inavyonipeleka, DJ naomba uniletee Mduni hapa.